asifiwe. Ni kweli ni wakati na ni kipindi cha kuhuzunika, lakini sisi tulio ndani ya Bwana tunajua tuna matumaini, sio kama wale ambao wako huko duniani ambao mtu akifa wanajua ama anajua hakuna matumaini tena. Lakini sisi ukiondoka katika mwili unakuwa hai katika Bwana na unakuwa na Bwana milele na milele, na tutaonana. Hata wapendwa ambao wametangulia, labda wa kwenu ama wa marafiki, tutaonana tena baada ya maisha haya. Amen. Na kwa hivyo leo tukimaliza ibada, watu wajipange, wale ambao hasa wale ukiweza tuweze kufika pale. Tutakuwa na ibada mahali pale kama vile tulivyopanga jana. Tutakuwa na ibada ya kuweza pia kufariji familia. Amen. Na kwa sababu labda wewe hutaweza labda kufika kwa mazishi, ni vizuri upatikane mahali pale. Kwa hivyo tupatikane pale kwa wingi, na itakuwa ni ibada ya nzuri ya kutia moyo. Amen. Leo pia kuwe na mkutano ya wamama, ya wadada, na nafikiri imeahirishwa. Labda tusikie kutoka kwa mama mchungaji, tafadhali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tulikuwa tuwe na semina ya wadada, tumekuwa tukitangaza, lakini kwa sababu ya yale ambayo yametokea kwa wapendwa wetu ambao ni wa jamii hii, Orenge na mke wake, tumesema tutaendelea na semina. Ndio ibada ikiisha, twende sote tukafanye nini? Tukafanye ibada pale, twende tuwafariji, na hata wale majirani pale wajue kwamba watu hawa ni watu wanamjua Mungu na wametoka Mother Church. Kwa hivyo tunaomba tukutane wote mahali pale baada ya ibada tuweze kufariji jamii. Mungu awabariki. Amen. Ningelitaka tuweze kufungua Biblia zetu wakati nilisimama hapa mara ya mwisho nilihubiri kutoka kwa kitabu cha Walawi kuhusu damu ya Yesu Kristo, nguvu ambazo ziko kwenye damu. Na leo pia ninasoma pia kwenye kitabu hicho cha Walawi sura ya 6 mstari wa 12 na 13. Walawi kitabu cha Walawi sura ya 6 kuanzia mstari wa 12 hadi 14. Inasema hivi: na huo moto ulio madhabahuni utautunza wake daima juu yake, usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, naye atapanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. 13. Moto utatunzwa wake juu ya madhabahu daima, usizimike. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Tunaliweka mkononi mwako Bwana. Zungumza pamoja nasi, maana tunataka kusikia kwako wala sio kwa mwanadamu. Roho Mtakatifu, tawala ibada hii ya leo, maana ni ibada yako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukishukuru. Leo kwa ufupi nataka nizungumze kuhusu kuhifadhi moto. Keep the fire burning. Keep the fire burning. Dumisha moto uwake. Moto wa Bwana katika maisha, katika shughuli zako na zangu, moto wake
usizimike. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana aliweza kuzungumza na hasa na makuhani, kuhani mkuu ambaye ni Haruni pamoja na watoto wake ambao walikuwa ni makuhani. Kupitia kwa Musa anawaambia ya kwamba moto wa madhabahu uwake wa kuteketezwa sadaka, maana wakati huo sadaka hazikuwa zimeanza kuteketezwa kirasmi kwa kumtolea Bwana sadaka. Na kwa hivyo hapa Bwana anaagiza na anatoa maagizo, anasema moto huo wa kuteketeza sadaka kwenye madhabahu utawaka daima, usizimike. Na mimi niko hapa siku ya leo kukuambia ya kwamba moto wa Bwana ulio ndani yako, uliowashwa ndani yako wakati uliokoka. Maana wakati umeokoka, Bwana na Roho Mtakatifu anaingia ndani ya moyo wako na moto unawaka. Na moto huo Bwana anasema usifanye nini? Usizimike. Alafu ukisoma sura ya 9, ukisoma sura ya 9 utaona kwamba mwenye kuwasha moto sio mwingine, ni Bwana. Sura ya 9 mstari wa 24 inasema, baada ya Mungu kutoa maagizo haya kuhusu moto na sadaka na nini, sura ya 9 mstari wa 24 inasema kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana na kuteketeza sadaka ya kuteketezwa na yale mafuta juu ya madhabahu. Watu wote walipouona huo moto wakapiga kelele, wakapomoka kifudifudi. Moto ulitoka kwa Bwana, sio kuhani aliyowasha moto. Hapana, hakuakisha moto, hakuchukua kiberiti akawasha. Moto ulitoka kwa Bwana ukawasha. Na wakati amewasha moto huu, usikiliza vizuri. Wakati, hebu nisaidie hapa tafadhali, ninasikia kama kuna kelele. Wakati Bwana amewasha moto huo na anasema moto huo uwake daima, nataka ujue kulingana na historia, moto huo haukuzimika hata kidogo. Moto huo uliwaka siku nyingi, miaka mingi bila kuzimika, mpaka wakati ambapo wana wa Israeli wanashikwa mateka na wanapelekwa Babiloni. Maana wakati sasa kama mnajua vizuri, mmesoma Biblia vizuri na unajua historia, wana wa Israeli wakati walimwasi Bwana na akasema mtachukuliwa mateka, wakachukuliwa mateka katika Babeli, wakakaa pale miaka 70, ndipo moto huo uliweza kuzimika rasmi, ukazimika. Amen, amen. Moto huu haustahili kuzimika ndani yetu, na ni huzuni kwamba moto mara nyingi huwa unazimika. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba, pambio tulikuwa tunaimba, mchungaji, tulikuwa tunaimba, moto umewaka, moto umewaka, moto wa Yesu moyoni umewaka, moto umewaka. Tuimbe, moto umewaka, moto wa Yesu moyoni umewaka, kazi zatendeka, kazi yatendeka, kazi ya Yesu moyoni tendeka, kazi yatendeka, kazi yatendeka, kazi ya Yesu moyoni yatendeka. Moto umewaka, moto uwake. Mwambie mwenzako moto uwake.
Ukiangalia siku hizi moto wa Bwana unazimika katika maisha ya watakatifu, ya waaminio. Moto mingi, moto wa upendo, moto wa maombi, moto wa kusoma neno, moto wa kumtafuta Bwana, moto unazimika. Lakini leo kuna ujumbe wa Bwana anasema moto huo usizimike, uwake milele na milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Moto unadhihirisha nini? Moto wa Bwana unadhihirisha nini? Hasa moto ambao ulikuwa na moto unadhihirisha utakatifu wa Mungu, the holiness of God. Moto huu sio moto wa kawaida tu, na huko unatolewa tu, unawashwa tu na anybody. Na unakumbuka kuna wana fulani, nafikiri ni wana wa makuhani ambao walienda kuwasha moto, nafikiri ni wana wa Haruni, wakaenda wakatoa sadaka za kigeni, wakaasha moto wa kigeni na wakafa pale pale. Maana Mungu hataki mioto ya kigeni, anataka ule moto ambao yeye mwenyewe amewasha ndani yake uwake. Moto unadhihirisha utakatifu wa Bwana. Amen. Na unaweza ukasoma Exodus 35. Hiyo sura nzima tu hatutasoma. Wewe andika tu, enda usome uone vile Bwana alivyotokea kwenye kichaka. Sadaka inasema kutiwa uwezo wa kuweza kumfanyia Bwana kazi. Unanielewa? Moto wa Bwana unapowasha ndani yako, na ndio naona wale mitume hawangeweza kufanya kazi ya Bwana kama hawajajazwa na Roho Mtakatifu. Na ndipo Yesu anawaambia mwende kwanza msubiri mpaka mtakapojazwa na Roho Mtakatifu, ndipo basi kutoka hapo mtakwenda kuhubiri Injili kwa kila mataifa. Na unakumbuka walipokuwa wamekusanyika, moto wa Bwana uliwaka, ukaja kama ndimi, moto wa ndimi juu ya kila mmoja wao, na kutoka hapo wakaenda wakafanya kazi. Kwa hivyo moto unadhihirisha kule kupewa nguvu, kuwezeshwa na Bwana kumfanyia Bwana kazi. Na sisi hatuwezi kumfanyia Bwana kazi bila kujazwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Na kujazwa na Roho Mtakatifu sio mara moja, ndugu yangu. Kujazwa na Roho Mtakatifu ni kila wakati. Tutasoma pale mbele, hapo mbele tutaangalia maneno hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. The empowerment of God for service. Hallelujah. You can read Matthew 3:11. Mathayo 3:11. The New Testament believer need to know the following. Yaani mwaminio wa siku hizi, wewe na mimi, kuna mambo ambayo unastahili ujue. Kuna mambo unastahili ufahamu kwamba the Holy Spirit is the fire. Roho Mtakatifu ndio moto. Hakuna moto mwingine. Yeye ndiye moto. Ya pili, we are living sacrifice. Sisi ndio sadaka ambayo inateketezwa kwenye moto huo. Roho Mtakatifu ni moto. Sisi ni sadaka ambayo tunatolewa na tunachomwa na moto wa Roho Mtakatifu mpaka hali yetu ya kimwili na kuongozwa na mwili na kutawaliwa na mwili inakufa, inachomeka. Roho Mtakatifu anabaki kuwa yeye ndiye anayetawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya tatu,
lazima tuweke moto huo, tudumishe moto huo wa Roho Mtakatifu uwake ndani yetu, uwake, na tusimkosee Roho Mtakatifu, tusimuudhi Roho Mtakatifu, tumwache akae ndani yetu aweze kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninaanza mahubiri. Nataka umakinike, nataka unitazame, nataka usilale, nataka usisinzie, na ukiona mwenzako kama anasinzia umwambie tafadhali amuka. Amen. Kudumisha moto wa Bwana. Nataka ujue ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho. Niongezee kidogo, niongezee sauti. Unasikia kama kidogo sauti yangu inakwisha. Tunaishi katika siku za mwisho, nyakati za mwisho. Na mambo yanaendelea kuwa mabaya na yataendelea kuwa mazuri, ndugu yangu. Ukisoma katika Biblia, yale mambo ambayo yametabiliwa katika Biblia, tunaenda kuyashuhudia, kuyaona hata nyakati hizi zetu. Mambo ya shetani yameinuka na vita viko na shetani, pamoja na mambo ya kidunia ambayo shetani anataka kuingiza katika kanisa. Lazima watakatifu wasimame, mimi na wewe, na tuache moto wa Bwana uwake, na tuseme mambo mengine sisi tunakataa. Hatukubaliane na mambo ambayo Bwana hajaruhusu sisi tukubaliane nayo, na tunajua ni mambo mengi, hata hakuna haja ya kutaja hapa mbele. Tukatae mambo ya ulimwengu, ulimwengu kutawala maisha yetu, kutawala mawazo yetu. Tutawaliwe na Bwana, tuache Kristo atawale, Roho Mtakatifu atawale, moto uwake ndani yetu. Mpaka ukiwa karibu na mtu ambaye hajaamini, anasikia uwepo wa Bwana, nguvu za Bwana, moto unawaka. Amen. Tusikubaliane na mambo ya kishetani, tusikubaliane na mambo ya kidunia ambao watu wengine na makanisa mengine yameruhusu, yameingia ndani yao. Kazi yao ni kuja tu na kukaa katika ibada na kufanya mambo ya kikanisa, ya kidini. Hapana, sisi tumekombolewa na moto unawaka ndani yetu, ili Kristo adhihirike kwetu na kwa ulimwengu. Nataka tuone, kuna mambo fulani nataka tutazame hapa. Wewe utawezaje moto huo wa Roho Mtakatifu utakuwa unadhihirika namna gani? Ama utadumisha moto huo usizimike namna gani? Ni jinsi gani? Utafanyaje ndugu yangu, dada yangu, utafanyaje? Ni mambo gani ambao wewe utafanya? Nina mambo kadhaa hapa, kama unaandika uandike. Jambo la kwanza ni lazima tutafute kumjua Kristo. Seek to know Jesus Christ himself. Kutafuta kumjua Kristo, yeye ni nani. Najua umeokoka, unataja jina la Kristo kila wakati, lakini nataka wewe umjue, mimi na wewe tumjue Kristo. Yesu Kristo, yeye ni nani? Amen. Wafilipi, sijui labda kama utakuona niwekea haraka tunasoma pale Wafilipi 3:10. Wafilipi 3:10. Huyu ni Paulo. Paulo anasema aje? Ili nimjue yeye
na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nimjue Kristo. Hiyo ndio ilikuwa sababu muhimu ya kwanza ya Paulo kuishi na katika huduma yake. Kufanya nini? Kumjua Kristo. He wanted to know Christ himself, yeye mwenyewe, kumjua. Intimate relationship, kuwa na uhusiano wa kindani, sio uhusiano wa juu kutaja tu Yesu. Mimi namjua Yesu, Yesu ako ndani yangu, hiyo tu juu, lakini maisha yako haidhihirishi Kristo. Haonekani Yesu Kristo katika maisha yako. Haonekani Yesu unapozungumza, haonekani matendo yako, haonekani nyumbani mahali unaishi kwako, haonekani kazini, haonekani, lakini kumtaja unamtaja. Hapana, nimjue, nimfahamu Kristo kindani, intimately. Awe ni rafiki wangu zaidi ya marafiki wengine, awe ni rafiki wa karibu ambaye ninawasiliana na kuzungumza na yeye na kufanya urafiki na yeye. Na ukiangalia maisha ya Paulo, alifanya hivyo. Mpaka Paulo, maisha haya ya kawaida hayakuwa na maana sana kwake. Maana anasema kuishi ni nini? Kuishi ni nini? Ni Kristo. Kwangu kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kuishi sio mambo mengine. Mambo mengine kama vile mzee Mutuku amesema hapa, tunatafuta, tunakimbizana na mambo mengi, lakini yanafanya nini? Yanapita. Na sio vibaya kukimbizana, kutafuta, ni vizuri kufanya kazi, ni vizuri kufanya, lakini ujue ni mambo ambayo yanapita. Amen. Yanapita. Na kama vile mchungaji wa anasema hapa mara nyingi, ukiangalia sisi vile tuko hapa, sidhani kama kuna mtu ambaye ako hapa unless labda watoto wale wadogo. I don't think in the next 120 kuna mtu ambaye sisi ambao tuko hapa atakuwa hai. 120 I don't think so. Sisi sote tutakuwa kama Kristo atakuwa amerudi, tutakuwa tumeshakwenda, tumekwenda, watu walilia kwa mazishi, fulani, na sote tumeondoka na wengine wakakuja. Lakini Kristo, Paulo anasema kufa kwangu mimi ni faida, maana nishamjua Kristo. Tafadhali ndugu yangu, mwambie Bwana, mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie nimjue Kristo. Nisaidie, niwezeshe nimjue Kristo. Atafanya hivyo, atakusaidia. Amen. Jambo la pili, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Thessalonians 5:17. Jambo la pili nasema namna gani? Ili nasema namna gani? Tukisoma, tunasoma pamoja sasa. Nasoma, ombeni bila kukoma. Pray continually without ceasing. Pray without ceasing. Kuomba, keep prayer constant. Weka maombi kila wakati. Wapendwa. Sijui nitasema namna gani. Sijui nitakuelezaje, maana unajua labda inaweza kuwa labda unasahau, ama labda unapuuza, ama labda haujui kabisa. Lakini nikuambie ya kwamba mpendwa, maombi ni ya muhimu, ni muhimu. It is part of us. It is part of you. Ombeni
bila kukoma. Wakati Paulo anasema ombeni bila kukoma, hasemi kwamba hata ukitembea kwa barabara watu wanakuona ukiomba. Ukifungua mdomo, sijui ukifanya nini, hata ukiwa kazini haufanyi kazi, lakini if prayer become part of you, maombi unaifanya na aina nyingi, sio lazima uzungumze. Maombi hata kuwaza mambo ya Bwana ni maombi. Amen. Maombi ni aina nyingi mbele za Bwana. Unakuwa kila wakati uko katika maombi, unamtafuta Bwana. Tukisema tuje hapa kwa maombi kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 mpaka saa 3, tuje tafadhali, tuje. Hiyo ndiyo kudumisha moto. Kudumisha moto hata kanisani, kuwasha moto na unadumu. Amen. Kuna mwalimu alikuja hapa juzi akatufundisha mambo ya kwenda nje kuhubiri, na by the way amewasalimia. Umepokea salamu? Huyo mhubiri akatufundisha jinsi ya na tukasikia kweli tumehubiriwa, kweli tumefundishwa. Sasa ili sisi tutoke nje, lazima moto wake tuwakishe moto wa kutoka nje. Na isikuwe tu ni kitu ambacho tunatakuwa tunazungumza, hapana, kiwe ni kiko ndani yetu, kiko na kutoka nje, kuhubiria watu, kuwaleta watu kwa Kristo, kazini, nyumbani, hata ukiketi na mtu kwenye matatu, maana moto unawaka, moto wa Injili unawaka, unazungumza na huyo mtu. Haleluya. Moto wa maombi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasikia nikiwa na uzito, nikiwa hata saa hizi nikizungumza nasikia moto unawaka ndani yangu. Sijui wewe unasikiaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Bwana ako tayari kufanya kazi nasi na Mother Church hapa, kutumia kanisa hili kuguza watu wengi, kuguza nafsi nyingi na kukomboa hata kijiji hiki kupitia kwetu. Kwa hivyo lazima, mpendwa, lazima moto wa maombi wake hapa siku ya Jumapili, wake Wednesday, siku ya Jumatano, wake nyumbani, wake popote unapokwenda, waka maombi iwake kumtafuta Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo la tatu. Psalms 34 verse 1. Dada yetu Mwikali alitaja, Mary Mwikali ametaja Zaburi 34, lakini akasoma mstari mwingine. Mimi nasoma mstari wa kwanza. Inasema namna gani? Nitamuhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Nitamuhimidi Bwana wakati gani? Kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Living a life of worship, kuishi maisha ya kuabudu. Kumwabudu nani? Kumwabudu Bwana, kumwabudu Kristo. Kuishi maisha yako inakuwa ni maisha ambao unaishi ya kuabudu. You don't just worship when you come to church. Ati ukifika kanisa sasa hapo ndipo wewe unaabudu. Lakini ukiwa nyumbani
ukiwa na shughuli zako haumwabudu Bwana. Hapana. Your life should be a life of worship. Maisha ya kumwabudu Bwana. Na Bwana yeye, Biblia inasema kwamba yeye anaishi wapi? Anaishi wapi? Kwenye sifa za watu wake. Hapo ndipo Bwana anaishi, kwenye sifa za watu wake. Our lives. We need to become people who worship the Lord. Kwa kumwimbia Bwana, kwa kumtukuza Bwana. Amen. Hallelujah. Kumwimbia Bwana, kumtukuza Bwana, kumbariki Bwana. A life of worship. Na ndio mimi ninataka, na ni maombi yangu, Bwana nisaidie ni mwabudu Bwana. Hata nikizeeka ni mwabudu Bwana, ni mwimbie Bwana. Hata nikiwa mchungaji. Hakuna mahali nasema ya kwamba ukiwa mchungaji sasa wewe umetoka kwenye kiwango cha kuabudu Bwana, sasa inao wewe umegraduate. Sasa umekuwa mtu mkubwa. Wale wengine wale wadogo ndio hapana, wewe enda. I like Tanzanians. Napenda wa Tanzania na wa Kongo na wa Rwanda siku hizi ninawaangalia. You see those people, wakianza kumsifu Bwana, hakuna mzee na hakuna mtu mdogo, hakuna mchungaji na hakuna, wote wanamsifu Bwana. Lakini sisi huku kwetu huku Kenya, sasa kuna wale ambao wa kuimba na kuna wale ambao ni wa kuimbiwa. Sisi by the way hatuimbiaji mtu. Na uweze kusikia hata wale wanaongoza hapa wakisema, kwaya simsimame mtuimbie. Watuimbie. Sisi tuimbiwe kwa nini? Wanamwimbia Bwana. Tunamwimbia Kristo. Hatumwimbii mwanadamu. Na wakati tunapofika wa kuimba tunamwimbia Bwana sisi sote. Na ndio unaona tukiwa hapa, hata tukiwa wachungaji tunaimba, tunamwimbia Bwana, tunamchezea Bwana hata gitaa. Amen. Maisha ya kuabudu. Wewe ukiwa nyumbani wewe unaimba. Hebu nikuulize kwanza, wewe ni nyimbo gani ambayo unasikilizaga kwa simu? Nyimbo gani unasikilizaga? Maana si tuko na simu. Ni nyimbo gani ambazo ume download, record, ziko kwa simu ambao unasikilizaga? Kwa laptop, kwa televisheni. Maana siku hizi kuna vipindi za aina nyingi ambazo zinakuja. Wewe unaangaliaga nyimbo gani? Kwa watu gani? I'm very selective myself. Mimi sisikilizagi nyimbo zozote tu, na siangaliagi vipindi zozote tu, hata kwenye television, hata nyimbo zingine ambazo watu wanasema ni za kumwimbia Bwana sisikilizagi. Maana ninasikia hapo wametoka nje. Na kwaya zetu and praise and worship, musikilize nyimbo kabla hata mjaziimba. Maana zingine watu wametunga in the name of the Lord, lakini hakuna kitu, hazimsifu Bwana. Ukisikia huko ndani kuna porojo, kuna vitu ambazo haziambatani na neno la Bwana, unasikia kuna mahali hapo kumeteleza. Bwana Yesu asifiwe sana. A life of worship. Praise God. Amen. Jambo la 4. Amos. Mnasoma, unajua kwamba kuna kitabu kinaitwa Amos? Ama umesikia by the way, kuna vitabu watu wasomage mchungaji. Watu wakisikia Amos ama hata hiyo Leviticus, Walawi, watu wasomagi. Kwanza kuna watu wanafikiri hii Walawi ni ngumu ku understand. Maana unasikia anasema fulani sijui ni akazaa fulani akazaa fulani sijui na nani. Watu wasomagi vitabu zingine kwa Biblia, but you need to read the word of God.
kwa sababu kila neno ambalo liko katika Biblia hili limetiwa mafuta, limetiwa pumzi ya Bwana. Amen. So we need to read. Okay, Amos 3:3. Amos 3:3. Hawa ni manabii wadogo katika Biblia. Kuna manabii ambao ni major prophet and minor prophet. Huyu ni one of the minor prophet. Inasema, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Ni swali Amos anauliza. Je, watu wawili wanaweza wakatembea pamoja kama hawajapatana? Inawezekana? Hapana. Inawezekana kwamba mimi tunatembeaga na mama Jesse kama hatujapatana. Tulipatana. Tulipatana na tukasema tumepatana na tukafunganishwa pamoja. Amen. Kwa sababu ya kupatana. Na sisi tumepatana na Bwana pamoja, maana sisi tayari tumepozwa na Kristo Yesu Kristo. Amen. Very soon tunakwenda kufunganishwa harusi, maana tumepatana na Kristo. Now, this is the challenge here. Walking with others who are on fire just like you. You need to walk with others who are on fire just like you. Unapotembea kama Mkristo ambao uko katika moto wa Roho Mtakatifu, tembea na watu wanaofanana na wewe. Sio kila mtu. Sio kila mtu, hapana. Siku hizi za mwisho na siku tunazoishi, hatusemi kwamba wewe uchukie watu. Hapana, lakini angalia ni watu gani ambao utajihusisha nao katika maisha yako, katika urafiki. Amen. Maana watu saa zingine wanaweza wakakuingiza katika hali ambayo haimpendezi Bwana, haimtukuzi Mungu. Na hata Mungu alikuwa anawaonya wana wa Israeli, anawaambia wakati mtakapoingia katika ile nchi ya ahadi, muangalie sana, mjihadhari sana, msijihusishe na Wakanani ama na watu wa ile nchi, maana wao ni watu wa kuabudu sanamu. Wao ni watu wa kutolea miungu sadaka. Na kwa hivyo msijihusishe na wale, maana mkijihusisha mtakuwa na tabia ya wale watu. Lakini utakuta watu hawa walipoingia katika nchi ya Kanani, wengine walianza kuiga ile tabia ya wale watu. Na ukakuta pale hata wengine wakamsahau Bwana. Mtu kama mfano mzuri, mtu kama Suleimani ambaye alikuwa amemfahamu Bwana, amejitoa mpaka wakati mmoja alitoa sadaka ya kuteketezwa mbele za Bwana, mpaka Bwana akaingia katika ile hema ya kukutana pamoja, na uwepo wa Bwana ukawa mwingi mpaka makuhani, Biblia inasema, hawakuweza kutoa sadaka. Kwa nini? Kwa sababu ya uwepo wa Bwana ulijaa, utukufu wa Bwana ulijaa ndani. Can you imagine? Utukufu wa Bwana unajaa katika kanisa hili mpaka sisi tunashindwa mpaka kusimama, mpaka kuingia, because the cloud, uwepo wa Bwana umejaa. There is nothing that you can do. The glory of God. This same person unakuta baadaye. Na unajua Mungu alikuwa hata baba yake Daudi alikuwa ashamweleza. Anamwambia Sulemani, umjue Mungu wa baba yako. Mungu umjue. Lakini hakumjua, alimsahau. Na akaenda akafanya mambo mengine, akaoa wanawake 700.
700, kaoa wanawake 700 na masulia 300 concubines, wote ukiwaunganisha 1000. Sasa hao watu hata wengine alikuwa anawajua majina, alikuwa anawafahamu kweli? Na yote ni kwa sababu yeye alijihusisha na akaingiliana na watu ambao Bwana alikuwa amemkataza. Don't as a Christian. Amen. Na hata vijana ambao mko hapa, wale ambao mjaoa na mjaolewa, nisikilize. Kaa msubiri Bwana. Unanisikiliza? Wakati wako wewe mwambie unamuomba, unamwambia Bwana, nipatie yule ambaye ameokoka wa kunioa ama mimi ni muoe. Lakini usiende huko duniani kwa sababu labda ya kudanganywa na macho, maana macho inaweza kukudanganya, hali inaweza kukudanganya, halafu utaingia, halafu baadaye unaanza kulia. Maana tumeona wengi. Don't do that. Amen. Omba kwa Bwana, atakufungulia mlango, atakupatia yule mtu ambaye unayestahili kuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Niko karibu kumaliza. Waefeso 5 mstari wa 18. Waefeso 5:18. Nafikiri hii nimeitaja. Inasema tena msilewe na mvinyo. Tusiwe watu wa kunywa pombe. Msilewe na mvinyo. Najua kuna watu wanakunywa pombe na wameokoka wanakunywa pombe. Wameokoka wanasema, lakini hawa hawajasidhani wameokoka hao. Ambapo kuna ufisadi. Uko kwenye mvinyo, kwenye pombe mna ufisadi. Bali mjazwe na Roho Mtakatifu. Msiwe watu wa kujazwa na mambo mengine, na mvinyo na pombe na raha za kidunia, lakini tujazwe na Roho Mtakatifu. Na hakuna mwisho wa kujazwa na Roho Mtakatifu. You cannot say I was filled by the Holy Spirit 10 years ago, so right now I don't need him. No, you need the Holy Spirit. Unahitaji Roho Mtakatifu hata sasa na kesho kutwa na kila siku. Kujazwa na Roho Mtakatifu. Situjazwe na Roho Mtakatifu wapendwa. Situkubali sana kujazwa na Roho. Ndio hata vipawa na karama za Roho Mtakatifu zifanye kazi. Amen. Unajua katika kanisa hili, na si ati nisikilize. Wacha niwache hiyo. Lakini vipawa vya Roho Mtakatifu vifanye nini? Vifanye kazi. Karama za Roho Mtakatifu fanye kazi. Kama ni kuzungumza na lugha, zungumza mpendwa. Zungumza na lugha. Amen. Maana hiyo imekubalika. Kama ni kutoa unabii, na ni unabii wa Bwana, toa unabii. Amen. Na usiwe ni unabii mwingine. Unabii ambao unatokana na Bwana. Karama za Roho Mtakatifu. Sijui kama mnazijua. Sijui kama mnazifahamu. Warumi 12 mstari wa 2. Inasema tena bado haijakuja. Warumi 12 mstari wa 2 inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu,
mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Msifuatishwe na hali ya namna hii lakini mfanye nini? Mfanye nini? Mfanywe upya nia zenu. Haleluya. Hiyo nimeizungumza. Tusome ya mwisho. Colossians chapter 2 verse 6 and 8 and verse 6 and 7. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 6 hadi 7. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukurani. Amen. Continue a life of growth. Endelea katika maisha ya kukua ndani ya Kristo. Life of growth. Amen. Kama mlivyompokea Yesu Kristo, muendelee vivyo hivyo, mkiwa rooted, build up and strengthened in faith. Mumejengeka. Tusiwe watu ambao ni stagnant, ambao tumekwama. Tusiwe watu ambao tumekwama, lakini watu ambao tunaendelea katika kila hali. Grounded. Kifika ni hali ya upendo, tuko grounded. Ikiwa ni hali ya msamaha kama vile tumefundishwa siku ya leo, tuko grounded, rooted very well. Na sio watu ambao we are shaken na mambo. Tuko well rooted and grounded. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mlivyompokea Yesu Kristo, basi mwenende vivyo hivyo katika yeye, wenye shina, yani tukiwa na foundation, tukiwa na msingi uliodhabiti ndani ya Kristo. Amen. Moto uendelee kuwaka ndani yetu. Moto uendelee kuwaka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukasimama.